asubuhi ya leo tumeuza ufuta. Katika ufuta huu tulipouza tulikuwa na kilo milioni 6,114,229. Sawa na roti 37. Lakini kuna roti moja kilo ziko chache. Wanunuzi hawajazinunua. Hizi nadhani tulizie zirudishwe kesho. Lakini kwa bei tulizoziuzia leo, bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,600 na bei ya chini shilingi 2,440. Kwa hiyo wakulima na wauliza tena, tunauza. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tunauza. Ndio. Kwa nafasi hii kuwashukuru kwa niaba ya wakulima wale ambao hawajahudhuria hapa kwa kufanya maamuzi ya kuuza mzigo wa wakulima wenzenu. Lakini pia nichukue nafasi hii kwamba hizi bei hazifiki tu hivi. Zinafika kwa sababu ya kujali ubora wa mazao yetu. Tuendelee kutunza ubora wa mazao yetu. Lakini tunapoenda kulipa wakulima tuwaombe muwe wapole. Tusitie vurugu. Mambo haya ni ya fedha. Wasibu wetu wanatakiwa kutuliza sana akili. Tuwe na subira, fedha zenu zote mtapata kama ulivyopata zile fedha za korosho. Kwa sababu mfumo ni mpya na tulikuwa kwenye training. Sasa hivi nadhani tumekaa vizuri na sisi kama MAMCO tumejipanga vizuri. Lakini nichukue nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Masasi, ndio mkuu wa wilaya mwenyeji. Ndani kuna mkuu wa wilaya na Nyungu, na mkuu wa wilaya ya Mtwara ndani amefika. Ndugu wajumbe, kwenye eneo la MAMCO kuna halmashauri 6, tuna majimbo 7 na tuna wilaya 3. Kwa hiyo leo wamekuja wote. Kwa Mheshimiwa karibu. Naomba tu nitumie fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kwanza kukupongeza kwa kazi uliyofanya hapa na mradi unavyokwenda umeendeshwa katika namna ambayo ni ya utaratibu mzuri kabisa kwa uwazi na tumeridhika na hali kulingana na jinsi inavyokwenda. Hongera sana. Lakini pia naomba nitumie fursa hii kuwaomba sasa wananchi wetu wawe na subira kwenye malipo, kwa sababu tumeshakaa na MAMCO kwanza yatawahi sana kuliko mwaka wowote, kuliko wakati wowote unaotokea. Lakini pia muendelee sasa kuinua ubora. Tunachotaka sisi bei ipande juu sana kwa sababu ya ubora, na tusafishe ufuta lakini na mazao yetu yote ili watu tujivunie ubora, na tujivunie ubora watu watashiriki minada yetu sana. Tuongeze, tupambane kulima. Mheshimiwa Rais amewasapoti kwa kiwango kikubwa wananchi wa mkoa wa Mtwara. Kabisa. Katika hatua ya kawaida Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa pembejeo bure kabisa. Pembejeo za bei ghali sana, lakini ametoa bure kabisa kwa wakulima wote ambao walikuwa wamekwisha kujiandikisha. Kwa hiyo ambacho nawaomba kipindi hiki sasa mwende mkajiandikishe ili muweze utaratibu utumike mzuri, kwa sababu hata wale waliopata changamoto tumeendelea kuzitatua na kuandikisha upya, lakini na watu wanaendelea kufanya nini? Wanaendelea kupata kulingana na hali inavyokwenda. Kwa changamoto iliyokuwa imetokea kwa maeneo machache ya mvua. Sasa duniani, ndugu wakulima, nadhani kila mmoja anajiuliza kwa nini mwaka huu kumekuwa na tofauti na mwaka jana. Iko hivi, tunauza ufuta katika soko la dunia, sio sisi peke yetu kama nchi. Ni nchi nyingi ambazo zinauza katika Afrika na katika Asia, lakini nyingi soko la kwanza ufuta ambapo unatua mara nyingi unaenda China au China. Sasa mwaka huu niseme tu kwamba ufuta mwingi umefurika katika soko la dunia, yani kwa China. Ni kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo mwaka huu zimebarikiwa sana. Nchi ya Pakistani na nchi ya Brazil zimepeleka ufuta mwingi sana China. Kuanzia mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4. Yaani kwa mfano Pakistani peke yake imejaliwa kuweza kupeleka China ufuta na imezalisha kwa ongezeko la zaidi ya 180%. Ni ufuta mwingi sana. Bado Brazil nayo imepeleka mwingi. Sasa mara nyingi kitu huwa kikiongezeka kule ambako kinapelekwa mwishoni, bei mara nyingi ufanyaje? Kushuka. Nyinyi ni mashuhuda. Songwe mwaka jana tulianza na 4,800 bei ya mkulima.
Lakini mwaka huu Songwe walianza na 3,100 na 200 wakakataa ile bei. Wakadhani labda tu ni namna fulani hivi labda. Mnada wa pili wakakataa. Mnada wa tatu ndo kaanza kukubali. Bahati mbaya sasa ile bei ikawa imeshuka kidogo. Nadhani walipata shilingi 2,700 na sehemu. Kwa hiyo ndugu wakulima, mmeona katika mikoa mingine na sehemu zingine bei zinafika mpaka 2,200 na sehemu 2,300, 2,400. Kwa mkoa wa Lindi tunajua na Mtwara, nyinyi ni wakongwe, ni watu mnaojielewa, mnasafisha ufuta wenu vizuri, na ndio maana wanunuzi hawa wana imani na nyinyi. Hizi bei haziji tu kama kuletewa, zinakuja baada ya kuweka ule uaminifu kwa wanunuzi kwamba nikinunua Masasi, nikinunua Mamku, nitapata bidhaa iliyo safi. Ndio maana hizi bei tunazipata, haziko kwingine kokote zaidi ya Lindi na Mtwara. Ni kwa sababu wanajua ufuta wenu. Kwa hiyo msije mkashangaa sana kwa nini bei hizi. Kwangu mimi naziona kama ni bei ambayo kwa kweli zinaendelea, angalau kwa mkoa wa Lindi na Mtwara zinafariji kidogo wakulima. Kwa hiyo nitaka tu hilo nielezee kwamba ni nchi zote ufuta umefurika huko, na bei zake sasa zinapelekea kushuka kidogo tofauti na mwaka jana. Lakini si kwamba hatutauza. Tutauza, na wenye maamuzi ni nyinyi wenyewe. Kwa hiyo tuendelee kushuhudia bei zetu, baadaye mtatoa maamuzi nyinyi wenyewe ndugu wakulima. Kwa hiyo nitaka nielezee hili kama mwakilishi wa TMX mahala hapa, ili wakulima wenzangu mjue namna ambavyo sasa masoko haya ya ufuta kwa sasa kwa mwaka huu yalivyoshuka kidogo tofauti na mwaka jana. Kwa jina naitwa Abdulrahman Shaibu Mamu, ni mkazi wa Mbuyuni. Hizi bei za ufuta nimezipokea kwa kuwa sisi wakulima hatuna namna, inatulazimu tuuze huu ufuta bei hiyo ambayo tulioelekezwa. Matarajio yangu kwa minada inayokuja watufanyie mambo mazuri, na sisi tupate haki sawa kwa wote. Kwa jina naitwa Ramadhani Hassan Mohamed Msusa, almaarufu naitwa Bwana Maloda, ni mwanakijiji wa kijiji cha Mbuyuni. Swala langu kubwa kwa viongozi wanaosimamia swala la malipo, hasa makatibu, ni waombe wafuate utaratibu wa kuwalipa wananchi wakulima kwa wakati, kwa sababu inatokea mnada tunafanya wa kwanza, mtu anaanza kulipa mnada wa tatu. Sasa ingependeza mnada unafanyika wa kwanza, kabla hujafanyika mnada wa pili, basi mkulima wale aliyouza kwa mnada wa kwanza aweze kupata pesa yake, ndiko asubirie mnada wa pili mwingine ambaye ameuza kwa kipindi kingine. Hiyo ndio shida yangu kubwa ambayo na kilio changu ambacho nalianacho kwa viongozi wetu. Hilo ni waombe sana walisimamia. Swala la pili ni kwamba kikubwa mnada wa mwaka huu biashara wetu tumeuza kwa bei ya chini kutokana na hali ngumu ya wateja inakuja, lakini kweli mnada umetuangusha sana, bei ziko chini, hakuna tunachokipata isipokuwa tunarudisha tu gharama. Kazi tunayofanya ni ngumu sana. Naomba Mheshimiwa Rais alisimamia ili mwakani tuweze kupata tuuze kwa bei nzuri, hata ikiwezekana kuanzia 3,000, 3,500. Naitwa Abdalla Ibrahim Salanji, ni mkazi wa Mbuyuni hapa. Kwa kweli swala la bei ya hizi bei tulizozipokea kwa mkulima hazimsaidii kwa kitu chochote kile, na maana kinamrudisha nyuma. Kutokana na gharama jinsi zilivyo za kulima, tulivyolima ufuta, kuna gharama nyingi sana tumezifanya. Lakini hata hivyo, kutokana na bei hizi itaonekana hata gharama hizo hazitarudi kutokana na bei jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunaiomba serikali waangalie hili, sisi wakulima tunateseka. Na ndio maana hata vitu vingine tunavyoambiwa kama shuleni tuwapeleke watoto tuchangie masuala ya nani, inashindikana kutokana na hali sio mzuri. Ina maana sisi wenyewe hali sio mzuri kabisa. Hizi bei haziridhishi kabisa kwa namna yoyote. Yaani hapa tunauza tu kwa sababu tumelazimika. Hakuna kwa kuuzia. Lakini kungekuwepo na sehemu nyingine kuna bei nzuri, tungeuza kutokana na uzuri wake jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunaiomba serikali, yani kwa swala hili kazanie sana. Sisi tunateseka wakulima.